niwapongeze wataalamu pamoja na mkurugenzi wetu. Mmekuwa namba 2 katika ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu. Halmashauri ya pili kati ya halmashauri 184 mmekuwa namba 2. Mmekusanya zaidi ya kile ambacho kilikuwa kimetarajiwa kukusanya. Kwa hiyo nikupongeze mkurugenzi kwa niaba ya timu yako yote. Lakini jambo la pili ambalo ni mahususi sana, Mheshimiwa Rais anatamani kuona Watanzania wakihudumiwa kila siku, lakini wakiwa na tabasamu, zile kero zao ziweze kukoma katika kipindi chake hiki. Na sisi kama manispaa ya Kibaha hatuko nyuma, tunatekeleza yale ambayo mkuu wa nchi anatamani yaonekane kwa wananchi. Manispaa ilitenga fedha kama mkurugenzi alivyosema mwanzo, bilioni 1 na milioni 356 kuleta magari 7, na yote sasa yamekamilika, yamekuja. Kwa hiyo tunaomba yakatumike kama yalivyokusudiwa, na kwa sababu mna usimamizi mzuri wataalamu, hilo sina shaka nalo. Kwa hiyo niombe tu kwamba kwa sababu tunayapeleka hasa kwenda kukusanya mapato na kuongeza mapato zaidi na kuongeza bajeti katika halmashauri yetu ili kupeleka huduma kwa wananchi wetu sana kama Mheshimiwa Rais anavyoelekeza, basi haya mambo yakatimie katika kipindi hiki. Zaidi niseme tunaishukuru serikali kwa kuweka miundombinu mizuri, kwa kuweka utawala mzuri. Ndio maana hata sisi kwenye halmashauri sasa tuna uwezo wa kufanya kazi kwa uhuru na kukusanya fedha. Niipongeze sana serikali katika kiwango hicho, na asante sana Mheshimiwa Rais, na tunakupenda na tunakuheshimu. Mheshimiwa Rais, kauli yako ni sheria. Sisi tuko hapa kutimiza kila ambacho mkuu wa nchi unaelekeza. Asante sana. Sisi watumishi wa manispaa ya Kibaha, watumishi wako, tekeleze maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kutoa huduma kwa wananchi, ukusanyaji wa mapato, ili tuweze kupeleka tabasamu kwa wananchi wa manispaa ya Kibaha. Katika mwaka wa fedha 25/26 tulikuwa na changamoto kubwa sana ya magari. Magari yetu mengi yalikuwa yamechakaa na yalikuwa kiingizia halmashauri gharama kubwa sana. Kwa hiyo kafanyika maamuzi magumu kupitia baraza lako la madiwani tuweze kununua magari 7 ambayo sasa yatatumika na idara mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuwafikia wananchi wetu, kwenda kuwahudumia kule ambako wanahitaji huduma zetu, lakini vile vile kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato. Kama unavyofahamu sisi tumejipanga kuwafikia wadau wetu kule waliko. Tunatoa elimu ya biashara, tunatoa elimu ya tozo mbalimbali ambazo wanapaswa kuzilipa, na mwisho wa siku tunazikusanya. Sasa haya huwezi kuyafanikisha kama huna vitendea kazi. Kwa vyombo hivi vya moto ambavyo leo tunavipokea, magari haya 3 na kufanya jumla ya magari 7 yenye thamani ya bilioni 1 na milioni 356 ambayo yamenunuliwa na halmashauri ya manispaa ya Kibaha kupitia mapato ya ndani, yanaenda sasa kuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi, lakini na kuwapelekea wananchi wetu tabasamu kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuelekeza, na haya ni utekelezaji wa maagizo yake. Mrisho Mlela, mkuu wa division ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutujali na kuweza kutusimamia sisi kama watumishi wa umma, tukiongozwa pia chini ya mkuu wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakar Kunenge na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kibaha Mheshimiwa Nixon Simon. Vile vile tunamshukuru sana mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha kwa kutenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa magari haya 7. Magari haya yanaenda kutusaidia sisi kama manispaa, timu ya management katika usimamizi wa ukusanyaji wa mapato. Mwanzoni tulikuwa tuna magari pungufu, lakini katika mwaka huu wa fedha ambao tumenunua magari 7, vile vile yanaenda kutuongezea tija katika masuala ya ufanisi na ufuatiliaji wa masuala mbalimbali yanayohusu kero za wananchi, masuala mbalimbali yanayohusu miradi ya maendeleo, pamoja na masuala yanayohusu masuala ya manunuzi na ugavi. Lakini vile vile tunaweza sasa kuenda kuwafikia wananchi kwa ukaribu zaidi. Kwa sababu mwanzoni kabisa tulikuwa tunapata changamoto ya usafiri, jambo ambalo lilikuwa linatupa shida sana sisi kama wataalamu.
lakini sasa kupitia magari haya ambayo tumeyapata yanaenda sasa kutusaidia sisi kama timu ya management katika kufanikisha na kutekeleza shughuli mbalimbali ambazo tunahitaji kuwapatia wananchi katika ngazi ya kata na mtaa.